Naam, ni 7 News, karibu sana. Mimi ni Brands. Marekani imependekeza usitishwaji wa mapigano kwa siku 30 kati ya Ukraine na Urusi, pendekezo ambalo Ukraine imelikubali mara moja. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio alitangaza hatua hiyo baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine yaliyofanyika Saudi Arabia. Rubio alisema kwamba atawasilisha pendekezo hilo kwa Urusi na kwamba mpira uko kwenye uwanja wao, huku Moscow ikiwa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu suala hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema sasa ni jukumu la Marekani kuwashawishi Urusi kukubali pendekezo hilo chanya. Mazungumzo ya Jumanne huko Jeddah yalikuwa ni mkutano rasmi wa kwanza kati ya nchi hizo mbili tangu mvutano wa hadhara kati ya Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House huko Washington DC mnamo Februari 28. Katika taarifa ya pamoja, Marekani ilisema itaanza tena mara moja kushirikiana taarifa za kijasusi na kutoa msaada wa kiusalama kwa Ukraine, ambao ulisitishwa baada ya mvutano wa hadhara. Taarifa hiyo ilisema pande zote mbili zimekubaliana kuteua timu zao za majadiliano na kuanza mara moja mazungumzo kuelekea amani ya kudumu inayohakikisha usalama wa muda mrefu wa Ukraine. Rubio alieleza matumaini kwamba Urusi itakubali pendekezo hilo, akisema Ukraine iko tayari kusitisha mapigano na kuanza mazungumzo, na kwamba kama Urusi italikataa pendekezo hilo, basi tutajua ni nini kikwazo cha amani hapa. Aliongeza, leo tumetoa pendekezo ambalo wa Ukraine wamelikubali, ambalo ni kuingia katika usitishwaji wa mapigano na mazungumzo ya mara moja. Tutapeleka pendekezo hili sasa kwa Warusi. Tunatumaini watasema ndiyo kwa amani. Mpira sasa uko kwenye uwanja wao. Mjumbe maalum wa Trump, Steve Witkoff, ambaye alihudhuria mazungumzo ya Jeddah, anatarajiwa kusafiri kwenda Urusi katika siku zijazo, ingawa mipango hiyo inaweza kubadilika haraka kulingana na chanzo kinachofahamu mipango hiyo. Kwa taarifa nyingine zinazoendelea kugonga vichwa vya habari duniani, tutembelee katika mitandao yetu ya Facebook, Instagram, TikTok na YouTube.